קודשים את משטר הטרור באיראן. Huku vita kati ya Israel na Iran vikiingia siku yake ya 13, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tangu kuanza kwa operation hiyo ametoa kauli nzito kuhusu mstakabali wa vita hivyo. Katika kuelezea kasi ya mashambulizi ya jeshi la Israel, na mnukuu waziri wa Israel Netanyahu amesema, tunavunja utawala wa ugaidi wa Iran, tunashambulia na kushinda washirika wake Hezbollah nchini Lebanon. Hezbollah tayari inahisi nguvu yetu na itaendelea kusikia zaidi, italipa gharama kubwa sana kwa uchokozi wake. Netanyahu amesisitiza kuwa lengo kuu la mashambulizi hayo ni kusambaratisha uwezo wa kijeshi wa Iran, hususan programu zake za nyuklia na makombora. Akizungumzia uongozi mpya wa Iran nchini humo, kiongozi huyo hakuwa na ajizi kutoa kejeli nzito, na mnukuu tena Netanyahu amesema, Mojtaba Khamenei ni kibaraka wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, hawezi hata kuonekana hadharani. Aidha, waziri mkuu huyo ameweka wazi kuwa ushirikiano wake na rais wa Marekani Donald Trump umekuwa nguzo muhimu katika operation hiyo. Akielezea ukaribu wao, Netanyahu amesema, tunatengeneza ushirikiano wa kipekee kabisa na Marekani, nazungumza na Trump karibu kila siku ili kupanga mikakati ya vita. Katika hatua nyingine, Netanyahu ametoa onyo kali kwa serikali ya Lebanon akitaka ichukue hatua dhidi ya kundi la Hezbollah, huku akiwaambia wananchi wa Iran kuwa saa ya ukombozi na kuanza njia mpya uhuru inakaribia kutokana na kudhoofika kwa jeshi la IRGC. Endelea kuwa nasi kwa taarifa zaidi za mzozo huu. Mimi jina langu ni Abdul Juma na hii ni Dems Media. Usisahau kusubscribe, lakini pia na kufuata kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, tunatumia Dems Media. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mpaka hapa sina tena la ziada. Bye bye. Ciao. החיזבאללה מרגיש את נחת זרוענו, ועוד ירגיש אותה ביתר שאת. הוא ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. במבצע עם כלבי אנחנו פרצנו גם לראשונה את הדרך לפגיעה מקיפה גם במאגר הטילים העצום של איראן וגם במפעלי הייצור של טילים נוספים. כך עשינו גם ביחס לפרויקט הגרעין שלה, כולל פגיעה אנושה בבחירי המדענים האיראני, הם שהובילו את פיתוח פצצות האטום שנועדו להשמיד אותנו. הם כבר אינם. ואגב, פגענו בעוד כמה עכשיו.